Tunakusanyika kukupa sifa zote za Mungu. Tunakusanyika jioni ya leo Bwana, maana hakuna mwingine Mungu wetu. Wewe tu peke yako tunakuinua. Wewe tu Yahweh tunakuabudu jioni ya leo. Wewe ushiye milele tunakuinua Yahweh. Ngai wa Israeli nĩtũragararia hwaĩ-inĩ wa Mungu. Wabarũgamirie maĩ makĩhana rũthingo nĩwatũragararia hwaĩ-inĩ wa Mungu. Watũrũgamĩirie maũndũ maingĩ moru Ngai makahana rũthingo tũkagera mũthĩnjĩri mwega nĩwatũragararia hwaĩ-inĩ wa Mungu. Tukĩnyihĩria tondũ gũtirĩ ũngĩhana tawe. Mungu tunababa yetu tunaomba nguvu zako zikaonekane jioni ya leo. Zidi kutembea pamoja nasi.
zidi kututawala jioni ya leo ya wewe. Maana hakuna kama wewe Mungu wetu na Baba yetu. Tunapenda ukusifu ya wewe, utoka ukayapokea sifa zetu Mungu wetu. Maana hakuna kama wewe Jehova. Ni asante Mungu wetu, ni asante Baba yetu. Tutie na maiganawe kurati ya ukurama wawe, wewe wakuriri. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba kuamini. Amen. Usimame na praise our God. Because we have a use to praise him. Mnafurahi kuwa the year na amekuwa mwaminifu. We have a reason to praise him. Hallelujah. Nataka kutumwambia yako. Hallelujah. Hallelujah. Kama mtu
wako. Ni Mungu mwema. Kwa jina lake. Nasema ni asante kwa kuwa hakuna mwingine. Nguvu zako na uwezo wako Baba yetu. Mahali tumefika ni wema wako. Mahali tumefika ni fadhili zako. Mahali tumefika ni upendo wako. Tumesimama mwisho wa mwaka wa 2020. Asante Baba kwa mambo mengi ambayo imetendeka, lakini neema zako za kutosha, huruma zako za kutosha, wema wako wa kutosha. Umekuwa mwaminifu, umetupigania Baba, umetembea nasi, umekuwa upande wetu. Maadui zetu wameshindwa, mapepo imeshindwa, tatizo zimeshindwa, lakini ni wewe Baba. Tunasema asante kwa maana briefly in the presence of the Lord. Kwa maana ni Mungu mwema. Hallelujah. Amen. Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunaenda kumaliza mwaka siku ya leo. Ni neema ya Bwana wewe umeweza kufika. Hallelujah. Hata baraka yako haitachelewa in Jesus mighty name. Hallelujah. Najua kuna mambo mengi watu wamekuwa naye, lakini Mungu ametuwezesha kwa maana ametuleta hapa siku ya leo. So I'm happy for what God has done in my life. Ametenda mambo makubwa na nasikia kuendelea na yeye katikati ya mambo yote. Ni Mungu mwaminifu. Hallelujah. Tunaenda kumaliza mwaka
na hata mwaka wa kanisa tayari tumemaliza, lakini tunataka kuruka mwaka. Nataka tuombe Mungu ili akaweze kutusaidia. Haleluya. Yesu akasema katika kitabu cha Luka 4:19, Luke 4:19, alianza na mambo mengi. Hii ndio ibada ya Yesu ya kwanza, na hii ndio mahubiri yake ya kwanza. Alipomaliza mfungo wa miezi 40, akaenda katika sinagogi, akachukua kitabu na alisoma maneno ya Isaia. Akasema verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the good news to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, and the recovery of the sight of the blind, and to set liberty them that are bruised. Hallelujah. Alisema ni nini yako? Na akasema Roho wa Mungu ako juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta niwahubirie maskini habari njema. Hallelujah. Amen. Tulikuwa msimu wa Krismasi, na hii ni wiki ya Krismasi. Yesu alikuja kwa maana wale maskini wapate injili. Amen. He has sent me to heal the broken hearted. Alitumwa kwa wale ambao wako disappointed in life, wale ambao roho zao zimefujika, kuna uponyaji wao. Yesu amekuja kwa sababu ya uponyaji wao. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Maybe 2020 umekuwa na disappointment, kumekuwa na mambo ambayo amefanya usikie kama umevujika moyo, but I want to tell you, Jesus is here to heal that broken heart in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. To preach the deliverance of the captive, kuhubiri kufunguliwa kwa wale ambao wamefungwa. Amen. The captive are being set free. Yesu alikuja na haya mambo yote. Hallelujah. And recovery of the sight to the blind, na wale ambao ni vipofu wakapata kusikia ama kuona. And set liberty to them that are bruised, na kuachilia wale ambao wamegojeka moyo. Hallelujah. Verse 19 ndio niko naja nayo. Verse 19 inasema nini? And to preach the acceptable year of the Lord, na kuhubiri mwaka wa Mungu uliokubalika, na kutangaza mwaka wa Bwana unao kubalika, kwa mwaka wa Ngai. Hallelujah. Hallelujah. Na ndenda mwaka uturathikoro mwaka wa Ngai, in Jesus mighty name. Nilipoomba Mungu alinionenea na akaniambia, wacha mwaka ambao unakuja usiuite mambo mengi, lakini uachilie mimi, kwa maana kuna kitu ninataka kufanya. Hallelujah. Naye Yesu akasema to preach, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. 2020 inaweza kuwa haikukubalika na wewe, lakini nataka nikuambie kuna mwaka ambao unakuja na ni mwaka ambao umekubalika in the mighty name of Jesus Christ. 2021 ni mwaka wa Mungu uliokubalika. Bwana asifiwe. Mambo matatu ambayo tunahitaji tunapoenda mwaka ambao unakubalika. Matthew 2:12. Mathayo. Mambo ambayo tunahitaji. Hatuko hapa kwa muda mrefu. Sitaki uwekwe kafyu. Bwana asifiwe. Lakini umefunguliwa. Amen. Matthew 2. Mathayo 2. Kuna mtu anaimba Jesus. Wacha endelee. Ni mwaka wa Bwana uliokubalika. Verse 11. Wacha tuanze mstari wa 11. Mambo matatu ambayo unahitaji kujua unapoingia mwaka ambao tunaenda. 3 things. Bible inasema mstari wa 11. And when they were coming the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasure, they presented unto him gift, gold, franklin, and myrrh. Bwana asifiwe. Wacha tu ikae hapo hiyo. Walipoenda, hii ni hadithi ya kuzaliwa kwa Yesu.
na hii ni hadithi ambayo tulisoma Sunday. Sasa wale mamajuzi walipoona nyota wakaingia kwa Herode, kwa maana walikuwa wanafikiria mfalme anaweza saliwa tu kwa Herode. When they saw the star, badala ya kufuata nyota, walifuata nyota wakaenda kwa Herode, kwa maana walikuwa wanafikiria Yesu atazaliwa kwa Herode. Kumbe pande ile ingine tulisoma Sunday na tukaona alizaliwa kwenye hori la ng'ombe. Bwana asifiwe. Always watu wana confuse mambo. Angalia Christmas yote hawakukualika, kwa maana hawakuwa unakaa kama mtu ambaye anaweza alikwa. Bwana asifiwe. Walikuwa wanafikiria Jesus is born in a state house. Hallelujah. Kwa maana ni mfalme, walikuwa wana expect ako state house, lakini walipoingia kule wakakuta hayuko huko. Hata Herode hajui, hata ni kuwauliza wanauliza. Bwana asifiwe. Dada wako ya kirathimo gyaku ni gyaku, ona yaje kororo state house haitakuwa huko. Baraka yako ni yako, na Mungu akikumbuka wewe ni wewe. In the mighty name of Jesus Christ. Walikuwa wanafikiria ako kwa state house, wakaenda kule akamuuliza, mmemuona huo mfalme? Lakini yule mfalme amezaliwa sio kama ule wa kawaida, ni mfalme ambaye ni Yesu. Bwana asifiwe. Lakini wakatoka, walipotoka nyota ikatokezea tena, because always ukienda mbali na Mungu nyota inapotea. Bwana asifiwe. Nataka kuzungumzia wale ambao nyota zao zilipotea 2020. Leo utapata nyota yako katika jina la Yesu Kristo. Walipoingia kwa Herode nyota ikapotea. Kuna watu mwaka huu walikuwa wameingia kwa Herode, lakini sasa siku ya leo wanatoka in the mighty name of Jesus Christ, ndio wapate kupata nyota yao, kwa maana nyota ndio inaelekeza mtu. Walienda kwa Herode nayo nyota ikapotea, lakini walipotoka nyota ikatokezea. I can see your star today in the mighty name of Jesus Christ. I can see the star of your children and the star of your family ambayo ilikuwa imepotea mwaka wote. Siku ya leo tukiomba hiyo nyota inatokezea tena in the mighty name of Jesus Christ. Ilipotokezea ikawaongoza, wakaenda wakapata mtoto, wakatoa dhahabu na manemane, wakamshuhudu, kwa maana walimpata. Mwaka huu unaokuja upatane na Yesu katika jina la Yesu, upatane na kile unapata katika jina la Yesu. Walipotokezea wakaenda pale, wakaenda njia ile kisha kanywa. Wakisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwao kwa njia nyingine. Haleluya. Bwana asifiwe. Herode alikuwa anataka warudi, lakini kuna kitu ambacho kilitokea. Mungu akawatokezea kwa ndoto wasirudi. Mwaka wa 2021 ni mwaka wa ndoto. In the mighty name of Jesus Christ. It is the year of receiving dreams. Kwa maana dreams ndizo zinaelekeza mtu. Bwana asifiwe. Kama hawangetokezewa wangerudi kwa Herode, lakini usiku huo wakaota na wakatokezewa na Mungu na akawaambia msirudie Herode. Bwana asifiwe. What am I saying? Ukitaka kufanikiwa 2021 lazima uheshimu ndoto na lazima utokezewe kwa ndoto in the mighty name of Jesus Christ. Mungu ananena na watu wake na akaona mtoto atauawa, lakini ndoto ndio ilisave mtoto asiuawe in the mighty name of Jesus Christ. Na kuombea katika jina la Yesu, may you have a dream to warn you in the mighty name of Jesus Christ. Warning by the dream. Bwana asifiwe. Siku ya leo ikiwa unataka kufanikiwa katika mwaka ambao tunaingia, lazima usikie kutoka kwa Mungu, lazima uwe na sauti
ambayo inatoka kwa Mungu. Mamajusi wakaambiwa msirudie hapo, msipeleke hiyo ripoti, msimwambie ako wapi. Haleluya. Ndoto ikamficha mtoto. Naona hata wewe ukifichwa na Mungu kutoka accidents za 2021 in the mighty name of Jesus Christ. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Kuna watu wanakufa 2021 sio kwa sababu ya mambo mengi, kwa sababu there is no warning. Hakuna ndoto, hakuna mtu wa kuambia msirudie njia hii, usiandamane na huyu, usiwe na rafiki yake. Bwana asifiwe. Lakini wakaambiwa edeni njia nyingine katika jina la Yesu. Naona mwaka unaokuja ukiambiwa uende njia nyingine katika jina la Yesu Kristo. May you have a divine escape. May you have a divine escape in the mighty name of Jesus Christ. Upate njia nyingine ya kutorokea shetani katika jina la Yesu. Wakaambiwa jiratio njia nyingine, wakarudia njia nyingine in the mighty name of Jesus Christ. Watoto wako wanahitaji njia nyingine mwaka huu. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Biashara yako inahitaji njia nyingine, lakini njia nyingine utaipata wapi? Kutoka kwa ndoto. May you have divine vision and divine dreams. Uwe na ndoto za kiungu katika jina la Yesu Kristo. Wakaambiwa wasirudi. Kuna watu naona hapa hawatarudi njia ile walikuwa 2020. Hawatarudi katika hiyo njia, kwa maana Mungu atawaonyesha njia nyingine in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Mtoto angekufa, lakini ndoto wale ambao wangepeleka ripoti anjulikane aliko hakuwa pale, wakapitia njia nyingine. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Kinato kegi fini wale tu Yesu. Hallelujah. Gai witwaragia na maundu maingi. Walipotoka, malaika akamkujia Gabrieli katika ndoto. Hallelujah. Nasema nini? Kitu cha kwanza unahitaji ni ndoto mwaka huu. Mwaka ambao tunaingia, you need a real dream in the mighty name of Jesus Christ. Hii dream ya pili, akamwambia, arise, take the young child and his mother, flee into Egypt, and be thou there until I bring you the word, for Herod will seek the young child to destroy him. Amka uende Misri na ukae huko mpaka nitakapoambia wewe, kwa maana Herode anakutafuta. I came to tell you today, 2021 shetani anakutafuta. That is true. Bwana asifiwe. Watoto wako wanatafutwa 2021. Pesa zako zinatafutwa 2021. Nyumba yako inatafutwa 2021. Wazazi wako wanatafutwa 2021. Hata kanisa la Bwana linatafutwa 2021. Lakini kuna kitu ambayo itatusaidia. Malaika akatokea na akaleta ujumbe, ukamwambia Yusufu, ni wakati wa kutoroka, sio wakati wa kujifanya gagari, sio wakati wa kujifanya unajua. It is the time to flee and go away because Herod is seeking you. Hallelujah. Mwaka ambao tunaingia, may God help you in the mighty name of Jesus Christ. Ikifika wakati wa kutorokea shetani, pokea nguvu za kutoroka, pokea hekima ya kutoroka in the mighty name of Jesus Christ. Kila wakati sio vita, sio desiro wako. Kila wakati sio kupigana. Ikikama time when you need to flee, unahitaji kujificha, kwa maana yule ambaye anakutafuta ako na nguvu kuliko wewe. Naona damu ya Bwana Yesu ikikuficha katika jina la Yesu Kristo. Fichwa na damu ya mwana kondoo. Hatutahitaji kupotea twende Egypt, tunahitaji kufichwa katika damu ya mwana kondoo. Inatosha kuficha watoto wangu, inatosha kuficha wazazi wangu. May you be protected in the mighty name of Jesus Christ. Wakaambiwa ni wakati wa kuhama, sio kila wakati kupigana, sio kila wakati kusema vile unajua. Kuna wakati malaika anatuambia, akamwambia kwa ndoto. Mara ya pili ndoto ndio inazungumza. Pokea ndoto zako mwaka huu. You don't need to be told by anybody vile utafanya. Utalala na utaota, na ujue ni wakati huu ni wakati wa kupotea katika jina la Yesu. Ni wakati wa kujificha katika jina la Yesu. Mugirota igekena muno, mugirota igekena muno, tondu gutirikona thina thĩinĩ wa kanitha wa Mwathani. Hallelujah. Amundu ngiukaga Sunday oikũrĩa ararora kiumia gĩkĩ gĩkĩ, amũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu, apokea katika jina la Yesu. Hakuna
kurara bure. Hallelujah. Bararaga ukiroto kiria nyama. Wakiroga kwa ni rumi. But I want to prophesy to you. Hadu hayara ikahati mundu ndangiruma. Pokea malaika katika ndoto zako katika jina la Yesu. Pokea malaika katika ndoto zako katika jina la Yesu. Wanakuambia kesho usiende kazi, kuna kitu baya inatokezea, na wewe unakaa pale unajificha katika jina la Yesu. Herode datora hiyo ni kumkemea. In the mighty name of Jesus, Herod, I declare, you not fight me. In the mighty name of Jesus, Herod ni kulele ragiro. Hallelujah. Pokea miguu ya kutoroka. In the mighty name of Jesus Christ. Mariwani harabeda. Lakini uko na uwezo na uko na nguvu ya kutoroka. Herod ni ragweda. No hekiro tukiroka. Nigeva mwehe. Pokea uwezo wa kutoroka. Pokea uwezo wa kutoroka. In 2021, hautashikwa na Herode, hautauawa, watoto wako hawatauawa, wazazi wenu hawatauawa. Kuna warning sign inakuja. Herode anakutafuta. Ni wakati wa kukimbia. In the mighty name of Jesus. Hakuna kukaa pale na unapatikana. Unakaa pale, unangojea nini? Malaika akamwambia, enda mpaka wakati nitakwambia. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kuna wakati wa kujificha. Watu wanauliza unakuanga wapi? Kazini zako wanakuuliza unakuanga wapi? Lakini ulikuwa umejificha mpaka ungojee neno la kutokezea. Kwa maana lazima likuje katika jina la Yesu. Hallelujah. Verse number 14 inasema nini? Akatokezea. Amen. 14 inasema, and when arose, he took the young child and his mother by night and departed into Egypt, and was there. Bwana asifiwe. Hallelujah. Aliposikia hivyo hakusiriki. Amen. Watu wengine hapa wangekuwa bali, isipokuwa ni kujikokota na kutoamini na kutosikia kama ni kweli. Lakini Yusufu aliposikia hivyo, hata hakutaka malaika wa pili na watatu, hata hakutaka kudhibitishiwa. Anataka ile kuigua ya keri, kujigua dayarabi ya mere, ndio kirikana kanaiga beno hada fuli, tunyarabi ya mere na matatu. Inagojea uhakikishe. Let me tell you, Herode atakutaka. The Bible says, usiku huo, Bwana asifiwe. Number 2, ukitaka kushinda mwaka wa 2021, lazima uwe na haraka. Uwe na haraka. Ukionywa unaamka. Bwana asifiwe. Ukigojea asubuhi, Herode anakutafuta. Todo ogeja tamatina soka, lazima aanze kukutafuta. Bwana asifiwe. Already you are wanted by the devil. So ukionywa na Mungu, hakuna kusimama, ni kuamka haraka. Bwana asifiwe. May God give you the grace of Joseph in the mighty name of Jesus Christ. Hata kama mnasifu Maito Maria, mnasahau na Joseph. Joseph ndiye alifanya kazi kubwa ya kudefend mwokozi wetu. Niwe waragelio na kero amodhamie. He is the defender of the dream. Hallelujah. Naomba katika maisha yako kuwe na Joseph katika jina la Yesu. He is the defender of the dream. Oleo nile no ginya ovikie. Biblia inasema akaamka na akaenda Egypt. Usisireki. Bwana asifiwe. Kuna hakuna wekurulia. Unataka uongeleshe mara 3. Si Mungu alikuita. Si umeota mara 4. Unangojea mara ya 6. Let me tell you, Herode anakutafuta. Ukitaka kufanikiwa 2021, haraka. Kufungua biashara ni haraka. Sio kuomba mpaka Januari, February. Ni ngine kuyo moyo rudoko hikora. Ni wala bura ila daiga bikani gora rosi. May God help you. Unasemanga haraka haina baraka.
iko na baraka, iko na baraka. Ufalme wa mbinguni ni wale ambao wako mbele, wale ambao wanasikia na wanaamini na wanafanya. Ukitaka kufanikiwa 2021, amka haraka, wacha kugodelea. In the mighty name of Jesus Christ, wacha kugojea. Haleluya. Unagojea watu wakupiganie, kila mtu ako na shida zake, unagojea pastor akuombee. Oh my God, nimeomba siku zote na sija kukumbuka wewe, lakini nimekumbuka nyinyi. Nilikuwa naombea nyinyi. Sasa kama wewe utaamka uweke eneo yako juu, sishikane na hii yangu, uko na shida, Herode atakata mtoto wako kichwa, Herode atakuharibu. Haleluya. 2021 ni haraka haraka. In the mighty name of Jesus Christ. Kununua plot ni haraka haraka, kujenga ni haraka haraka, kufungua biashara ni haraka haraka. Ni mwaka wa haraka haraka, kwa maana Herode anatutafuta na anataka kuua maono. Haleluya. Herode anatutafuta, kwa hivyo ni haraka haraka. Amen. Ni mwaka wa haraka haraka. Ikiwa umeolewa na mtu ambaye ni slow, sasa baa trosa, nimekupatia ruhusa. Ni chachi tu hautakuja naye. Haleluya. Ndio upokee baraka na useme sasa mimi ni Joseph, mimi ndiye jukumu wa nyumba yako. Si nyumba yangu haitaharibiwa na shetani. Ninavaa trosa, nikaje tu sitakuja naye. Lazima niwapeleke Egypt. In the mighty name of Jesus Christ. Haleluya. Unakaa hapo mpaka akuje ndio acheji bulb. Bulb ni nini? Tafuta stool, kanyaga, shikiwa na mkono, badilisha kuwe na mwangaza katika jina la Yesu. Haleluya. Wacha kungojea, hakuna mtu wa kusaidia. Yule mzee alisema nimekaa miaka 37 lakini nikitaka kuingia wengine wanaingia. Usikae hapo ukingojea kusaidiwa, hakuna mtu. Hii dunia, let me tell you, ukienda hospitali ukiwa unaumwa na meno, ukikuta mtu mwingine amegongwa na gari, unakuta mtu yule ameumwa na meno, anaambia yule ambaye amegongwa na gari, mtijetekelia nyikera ndio atadakwa, kwa maana jino langu liko na haja kuliko yule anakufa. Hii dunia ni ya kila mtu kivyake. Wacha kungojea mtu. Amka usiku, Mwokozi wako asiwawe, ndoto yako isiondolewe. Amka usiku. Haleluya. Herode aliokera rusio, akora ni wathimiruo 2021 kana kinya, akora ni warana merio mehaka. Herode alienda kenge, akora we Misiri ndio wale kwa Yesu. Oh haleluya. Hatutakaa tena tukigojea. Mimi sigojeagi, hakuna kitu sijui kufanya katika jina la Yesu. Mimi hakuna kitu sijui kufanya. Nikitaka mayai mtu akurulie, mimi naingia. Haleluya. Ile kitu iko hiyo kitchen yake atakuta ikiwa upside down. Haleluya. So amke, kwa maana mimi sijui kugojea, ni hapo. Haleluya. Othamaki otuado ya mekuragia mageterera atumageterera kuigua ria keri na ria gatatu no ahonokire wena meri gatatu guku ureterera kiki. Hakuna kitu kingine. Ile damu ilikuosha ndio iliniosha. Yule Roho ambaye aliniingia na akakuja juu yangu ndiye huyo Roho Mtakatifu. Kipawa uko nacho, amka kutoka kesho, anza kufanya kazi katika jina la Yesu. Oya watu wanokiria ni umwe na gukire thakame mata gukire ringi. Tulioshwa na damu inatosha. Gukire roho mwingi gukira uria ungi. Tumejazwa Roho Mtakatifu. Mungu anauliza nani atasikia hiyo hadithi? Nani atasikia vile mnasema? Amke. God is waiting for you in 2021. Gari yako haiko bali, iko tu hapa karibu, lakini hujaamka, hujaenda driving school, unataka kuendesha gari, utaendesha aje? Pokea baiskeli katika jina la Yesu. Ni vibaya kufikiria kidogo. Unataka kubarikiwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Mchoro wa ile kanisa tunajenga tayari umeisha. Let me tell you, it is there. Kwa
sababu ni ndoto, na ndoto ni Mungu, na niligundua ndoto ni Mungu, kiroto ni Ngai. Otoria yote ingine ngoma, iroto ni Ngai, na akikuongelesha kwa ndoto it is true. Hallelujah. Unakubali na unaamka, unapenda vile anataka. Hallelujah. Pokea nguvu ya kuamka, pokea nguvu ya kuamka. Yusufu akaamka. Pokea nguvu ya kuamka kwenye biashara katika jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuamka kwenye pesa katika jina la Yesu. Is the power to arise in the mighty name of Jesus Christ. Amka. Yusufu hakukaa pale, aliposikia ujumbe akaamka. Hallelujah. The next verse inasema nini? Nahurumia wale ambao hawakujagi. Hallelujah. Lakini shule hazitoshanagi, si ni kweli? Amen. Nikuzi unafikia toka kwa domo shule ile inaitwa fulani, wakiwa 40 wanaaguka 39, mmoja anapita. Lakini ingine iko tano, wakiwa 250 wote. Katika kiroho watu sio sawa. Hallelujah. Ndio tote kinyado wako wapa ile shakiro. Nawe wako kutoka vile wale pamoja. Hallelujah. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled that which was spoken of the Lord by the prophet, saying, out of Egypt I called my son. Herod daikaraga. Herod hakaagi. Amekusumbua 2021 na akasumbua. Naona Herod akikufa katika jina la Yesu. Hata mimi amenisumbua. Miaka kadhaa amenisumbua. Hallelujah. Lakini naomba huu mwaka ambao ninaingia, Herode, popote uliko, hallelujah, I declare your death in the mighty name of Jesus. Kuna mambo imekuwa ikikusumbua, katika jina la Yesu mambo hiyo inapotea. Akakaa kule mpaka wakati Herode atakufa, kwa sababu hatuna nguvu za kupigana na wao. Tutangojea mpaka wakufe. Hallelujah. Ndio itimie neno la nabii ambalo alisema, nindamwita mwanangu kutoka Misri. Mwaka wa 2021 ni mwaka wa yoto ni godaiga. Kido vya keri ni mwaka ule turafatara gwika maundu na ihenya. Mwaka wa dream. Number 2, mwaka wa haraka. Number 3, mwaka wa maandiko kutimia katika jina la Yesu. Mwaka wa neno la Mungu kutimia. Amesema hata niacha. Oh, hallelujah. Ikiwa amesema hivyo, na itimie katika maisha yangu. Amesema nimebarikiwa kutoka kwangu na kurudi. Ikiwa neno lake limesema hivyo, let it be so in the mighty name of Jesus Christ. I prophesy to you, mwaka ambao tunaingia ni mwaka wa neno la Mungu kutimilika katika maisha yako. Pokea katika jina la Yesu. Amesema ametubariki pamoja na watoto wako na watoto wetu na nyumba zetu. Hilo neno litimilike katika jina la Yesu Kristo. Amesema wewe sio wa mwisho, bali wewe ndio umeinuliwa. May that word be fulfilled in the mighty name of Jesus Christ. 2021 sio wa mwisho. Hallelujah. Akakaa kule ili neno litimie. Kuna maneno ya Mungu inatimia. Umeomba miaka 2 hapa, umelilia Mungu hapa, haja kudadanya, lakini 2021 kuna mambo inafanyika ili neno lake litimike vile alikuahidi wakati ulikuwa unalia hapa. Our God is coming to fulfill his word. Hata ukiona hiyo hali mbaya, oh hallelujah, ungefikiria Misri hakuna kitu inatendeka. Mungu wetu anafanya kazi hata wakati kuna mambo inaonekana ikiwa kinyume. Gayeruta gawera ginyarea kuronekana kuna maodo me opposite. Todo no gesirie Misri Yesu adienega agathire, lakini alienda huko ili neno litimilike. Kuna mambo inafanyika katika maisha yako. It is for the word of God to be fulfilled.
fulfilled in your life in the mighty name of Jesus Christ. Aroma inyanya yuwaga. All things work together. Hallelujah. For good for those who love God. Hallelujah. Mambo yote inafanya kazi kwa wema kwa wale ambao wanampenda Bwana. Daudi akasema, nilikuwa kijana na sasa niko mzee, sijaona mwenye haki akiwa ameachwa ama watoto wake wakiomba mkate barabarani. Watoto wako hataomba, kwa maana mwenye haki hataachwa. Hilo neno lazima lifikie. In 2021 hautaomba mkate, kwa maana ni mwaka wa Mungu na ni mwaka wa neno kutimia. Hallelujah. May you receive the fulfillment of the word of God. Hallelujah. Ikiwa kuna neno lilinenwa, Biblia inasema akakaa huko ili neno litimie. Hallelujah. The other verse as we finish. Wacha nisome hizo zingine. Nimesema mambo matatu. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceedingly loath, set forth and slew all the children that were in Bethlehem, and he knew the course thereof, from 2 years old and under, according to the time which he had diligently inquired of the wise men. Wakati aliona sio mchezo, Yesu hakuwa na age limit. Yesu ndiye mundu madhiri nake thukuru. Watoto wake wote walika yake 2 years. Hallelujah. Unajua kuna wakati mbaya wa kuzaa. Sio vizuri kuzaa wakati Herode anaua. Na mwaka huu mwingine usizae wakati Herode anakutafuta. In Jesus mighty name. Naongea katika anga ya kiroho. Kuzaa wakati Herode anatafuta, utakuwa na shida, atauawa. Lakini kuna nguvu ya kuficha. Pokea katika jina la Yesu. Wale ambao hawajui mwaka wa 2021 wataendelea kuzaa, lakini hakuna haja. Mwaka wa 2021 ikiwa hujui kuficha na hujui kujificha kwa Yesu, uko na shida. Biblia inasema kutoka miaka 2 kwenda chini, haleluya, hakukusikika hadithi huko, wote waliuawa. Bwana asifiwe. Verse number 17. Lakini Yesu akaponyoka, kwa maana kulikuwa na maono ataokoa mimi na wewe leo. Sasa aliponyoka, na wewe utaponyoka, kwa maana kuna kitu Mungu amekuwekea. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremiah saying. Kwa nini hii ilifanyika? Au duwatho ule kikadhini wa mtu wa mwathani witu ni maandiko marahika. 2021 ni maandiko mako ikadhini wa mtu wako. In Jesus mighty name. Sio bahati mbaya ati watoto wanauawa, ni kwa sababu kuna maandiko ambayo inapatikana ipimike. Kubarikiwa kwako 2021 sio bahati mbaya na sio kujua kufanya mambo, lakini there is a scripture which is being fulfilled in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Nilikuwa naomba leo, sikasikia leo mtakatifu akiniambia kwa Kikuyu. Sijui leo mtakatifu alijulia wapi Kikuyu. Mimi nafikiria kwa Kikuyu kuongea ndio naongea Kiswahili na Kiingereza. Nikasikia amukira kwa alama. Amukira kwa alama. Kwa Kiswahili ni kusema isi, kwa Kiingereza isi proudly. Bwana asifiwe. Na hata wewe ninakutabiria leo na leo tunaomba receive in Jesus mighty name. Kuweza ndio ataidhirie familia ya Yusufu ya Arame. Kama angeshikwa, kulikuwa na kilio. Basi namba 18 ili kutumike maandiko ambayo neno na Yeremia. In Rama there was a voice of heart. Rama kulisikika kilio na maombolezi na masakaya. Laeli akililia watoto wake na asitake kukomfortiwa kwa kuwa wako. This is not your portion in 2021. I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. 2021 yako, there is no lamentation. Receive in the mighty name of Jesus Christ. Lamentation ni kuerira. Bwana asifiwe. There is no weeping in the mighty name of Jesus Christ. Naona ukirudi hapa 31st ili turuke mwaka. No weeping in the name of Jesus. No weeping in the name of Jesus.
Rama ndipo kuko na kilio. Egypt hakuna kilio. Kwa Mungu hakuna kilio. Haleluya. Na kukawa na maombolezi. Raheli akililia watoto wake. Na anasema msiniambie kitu. Watoto wangu wameuawa na Herode. I pray for you to escape in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Ona makerera ni maandiko mahikaga. Amen. Na makera adhimo ni maandiko mahikaga. Ile mambo unakutana nayo mwaka huu, wengine wataenda vibaya sana, ni maandiko ukitumia. Lakini wewe unainuliwa, still the scriptures are being fulfilled. Hallelujah. Yesu kwenda Egypt ni maandiko inatumika. Rama watu kulia ni maandiko inatumika. Wewe uko upande gani? Wewe Rama ama uko Misri? Are you safe or are you in Rama? Herod anakutafuta na kuna kilio kule Rama, lakini Misri ni malaika wanaonekana. Hallelujah. Joseph wako safe. Tuendelee tumalize hii maneno. Hallelujah. Kuna mtu mkubwa sana leo. Hallelujah. Upokee na usirudie tena. Hallelujah. Kuna kidogo gamukira mmoja dukana sokelege. Tiore uraguziko. Wezi potea na baraka. But when Herod was dead, behold, the angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt. Malaika hata Misri wamekuaga. Herod alipokufa, malaika anatokea tena. Angalia ndoto vile iko na haja. Tulitoduani rota matamajini walitwalea Yesu. Anatokezewa tena, anaambiwa. Mara ya kwanza aliambiwa uende, mara ya pili ameambiwa nini? Ukae. Mara ya tatu anatokezewa, anaambiwa uliokwenda kama yakuite. Hallelujah. Amka sasa, ukarudi Misri, ukarudi kwenu. Amen. Hallelujah. Ni anafuata wa kiroto. Si ni kweli? Si anaambiwa amke sasa. Biblia inasema nini? Verse 21. And he arose and took the young child and his mother and came to the land of Israel. But when he heard that did reign in Judea in the room of his father Herod, he was afraid, notwithstanding, being warned of God, verse 22, in a dream, he turned aside in the part of Galilee. Kwani Yusufu ameogereshwa mara mingi aje? Alipokuwa anarudi, Biblia zinasema 2022, akasikia uoga, na huyo mwone mwega. It will save you in Jesus mighty name. Akasikia uoga. Aliposikia kuna mwingine ako Judea na babake alikuwa nani? Herode. Murwanye na Saitani no agogwetha. Brana za Saitani no igogwetha. Shana za Saitani no igogwetha 2021. Unakuwa utatafutwa. They will be looking for you. Kwa maana hakuna tofauti ya Herode na mtoto wake. Bwana asifiwe. Usifurahi eti Herode amekufa. Alipokuwa pale, oh my God, mara ya tatu malaika akatokezea kwa dream, akamwambia usikae. Pokea malaika wa kukuambia mahali utakaa katika jina la Yesu. May you receive godly warning in the mighty name of Jesus Christ. Iti chita kwa warning ni chake udai. Supernatural warning. Niga sitoma mundu okire mthenya emo hituka iwada guthioira. Todo ina mirira no guthifaya. Lakini sio ubaya. Watu kwa kumudhulumiwa na nyoka. Okay. May you be one defined by God. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Rege na nitohera jiowera ino. Tukagiyo ni kata tuwehene. Tunaondolewa kwa Job. Hallelujah. Hallelujah. Ama kibada yako inabomolewa. Is a defined warning. Tonumoi bakulawe hera dugera. Na kuja na bebwa. Tabuwa mudu wa kuira kifada ime kiu. May God help us
in the mighty name of Jesus Christ. Soma mstari wa 23. Hallelujah. Dream in the mighty name of Jesus Christ. Daughter 2021. Daughter. And he came and dwelt in a city called Nazareth. Hakuwa wa Nazareti, kwao hakukuwa huko. Hallelujah. Ndiposa itimie maandiko ambayo ilinenwa na manabii ya kuwa ataitwa Mnasareti. Maundu mothe ni maundu matatu niguo ndiraiga rugano ruu ruothe. Number 1, ndoto. Pokea ndoto za kukuongoza katika jina la Yesu. Pokea ndoto za kukuongoza 2021. Ndoto. Number 2, haraka iko na baraka. Tukikaa pale tugojee Herod atatuua. Number 3, maandiko itimike. Kwenda Egypt ni maandiko itimike. Watoto kuuawa ni maandiko itimike. Kuitwa kutoka kwenda kukaa Nazareth ni maandiko itimike. Andũ a Ngai makikaa maũndũ nĩũrĩa marĩte ngima makahũna na ũrĩa mareciria. Watu wa Mungu wanafanya mambo ndio maandiko itimike. May God make me a millionaire, ndio maandiko itimike. Ile nasema nimekubariki na baraka ya Abraham, Isaac and Jacob. May that be my portion in the mighty name of Jesus Christ. Maundu mothe nigetha maandiko magaria ukiamukire maundu matatu thini wa Bwana Yesu. 2021 wewe ni tofauti katika jina la Yesu. Wacha kuniuliza gari lako litatoka wapi, ndio maandiko itimike. Na ikiwa umeliona kwa ndoto, claim it in Jesus mighty name. Nimeiona kwa ndoto, sasa maandiko itimike katika jina la Yesu. Kuna mtu anaweza nishida 2021 ni hana mwadhani. Aya mahana wanamia aya matio kuata aya mahana wananiwa aya matio ya beru aya mahana mirone dari aya matui tenatwa ungana akiwa kyama majao bibu matio kotaniya manjaru wenda matitiana aya mahana wadaniwa aya matio koatane aya ma wadaniwa aya matio koatane ije tohana 2021 wadani toa ije tokyo koatane ije to hatujui kushindwa ni nini wana ije tokyo koatane aya ma mada wa aya matio koatane aya ma madani wa aya matio koatane takuba wameshindaniwa na Mungu 21. Aya matwete matwakorobana wakisaida mustani wa watu
itakuwa rahisi. I cannot cheat you. I cannot cheat you. Itakuwa ngumu. Lakini kuna kitu tutafanya. Tukifika mwisho, tukihesabu yale tumeshinda, itakuwa mingi kuliko ile tumeshindwa. Hivyo ndio wokovu unakuanga. When you count the wins, they are more than losses. That's the meaning of salvation. Kuna wakati tutashindwa, tutorokee Egypt, lakini kuna wakati wa kurudi. Kuna wakati tutashindwa, watoto wetu wafanye mambo mabaya, lakini kuna wakati wa kuinuliwa. Tukana hoto 2021. Tukana etekele kuhoto. Mwadhani mitoda hotilo. Tukue kwa watu wanetake. We will never be defeated. We will never be defeated. Fungua kinywa chako. Mwambie hautashindwa. You will never be defeated. You will never be defeated. Ikiwa unatoka nje utoke, ikiwa unaingia uingie. Sasa kusitoka mtu na kuzingia mtu, wala wako nje uingie. After this don't come. Maliza vile unafanya. Ikiwa unaenda uende, wala wakubani. Tumefika wakati mzuri. Umalize shughuli zako kuja tunaomba. Mwambie ni asante kama na hakuna mwingine. Siku ya leo ni siku ya kupokea baraka. Tusimame katika jina la Yesu. We are receiving anointing. We are receiving anointing.
umenena nasi siku ya leo. Ndipo tunaingia katika upako siku ya leo. In the mighty name of Jesus Christ. Neno lako limpimia siku ya leo. Vile ulinena ya kuwa na mtakatifu wako juu yako. Baba, tunaomba katika jina la Yesu. Ni wakati wa kuunganisha na mbinguni sasa. In the mighty name of Jesus Christ. As your people get anointed tonight, Father, hata wapata 2021. In the mighty name of Jesus Christ. Father, hata waona 2021. Sasa sawa haitauawa 2021. Watapata maono katika jina la Yesu. Watapata speed katika jina la Yesu. Maandiko itatimia katika maisha yao. By this anointing, let the scripture be fulfilled. In the mighty name of Jesus Christ. Yale mambo yote ambayo umenena kuhusu sisi yatatimie siku ya leo katika jina la Yesu. I use the power of God now in this anointing oil. Break all the chains in the mighty name of Jesus Christ. To bring healing to those who are sick. In the mighty name of Jesus Christ. Kuleta uponyaji sasa. Na achilia moto wa Mtakatifu. As your people are anointed now, mambo ya kale itaisha. Na wataingia mwaka ambao unakuja wakiwa na wewe Baba katika jina la Yesu. May all the chains be broken. In the mighty name of Jesus Christ. We receive it in Jesus' mighty name. Amen. Haraka haraka tufanye. Baba mbinguni hakuna kama wewe. Baba serious business. Baba, katika jina la Yesu nakuja kwako. May your people receive your power now. May your people receive your power now. May your people receive your power now. Nyosha mikono yako, nyosha mikono yako. May your people receive the power now. May you receive the power now. Receive the power now. Receive the power now. Receive the power now. The power is over you now. Receive the power now. Receive the power now. Receive the power now. Receive your power now. I break all the yokes. I break all the yokes. Mama. Ushaka za kiza. Nazikuja. Uchawi na urogi. Na utakuja. Umaskini na utakuja. Receive the power now. Power is over you now. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it.
Receive it. In the mighty name of Jesus. I break the yokes. I break the yokes. I break the yokes. I break the yokes. Power is over you now. Power is over you now. God is the power of God. Receive it now. Receive it now. I break the yokes. I break the yokes. I break the yokes. I break the yokes. In the mighty name of Jesus. I break the yokes. Israeli hakuna uchawi. Israeli hakuna uchawi. Israeli hakuna uchawi. Kwa nyumba ya Yakobo hakuna uganga. Na vitavuja uganga. Na vitavuja uganga. Na vitavuja uganga. Na vitavuja uganga. In the mighty name of Jesus. Hey! Hey! Jima baba. Receive it one. Receive it two. Receive it three. Rima mama mama. Rebelebelele. No enchantment. No witchcraft. No enchantment. In the mighty name of Jesus. Nguvu za uchawi, nguvu za urogi, rima chandala zile zimefunga maisha yako. Naona mnyororo unakatika katika anga ya kiroho. Haikatika. Yeah. Power of God. Power of God. Power of God. Power of God. Of all these people. Receive it. 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 It's on you now. It's on you now. Remember. Remelebe. Pokea pale nyuma. Pokea pale nyuma. Pokea nguvu zinaingia. Yes. Yes. Receive the fire. Receive the fire. Receive the fire. Remember. Remelebe. Remelebe. Remember. Kombolewa. 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 Remelebe. Kulala baraba. Remelebe. Ziko la baraba. Receive it. Receive it. Remelebe. There's power there. There's power there. There's power there. There's power there. I can feel the power. Remelebe. Rikalama. I can feel the power. Yolelele. Imarababa. Yolelele. Yolelele. Mama. Tunaingia tukua tunafunguliwa. Yolelele. By the anointing. Be free now. Be free now. Yekekeke. Rama. Remelebe. Funguliwa. Rama.